Habari anayedaiwa kuwa na taarifa muhimu kuhusu mahali aliko Brian Odhiambo. Maafisa wa DCI na familia ya Brian wanatarajiwa kuingia kwenye mbuga ya wanyama ya Nakuru kutambua mwili wa Brian iwapo ni mmoja kati ya miili iliyoonekana kwenye mbuga hiyo. Kwa sasa tunaungana na Chichi Josephine kwa taarifa zaidi. Josh, ni kweli inawajia kutoka lango rasmi la ile ambao ni mbuga la wanyama la Nakuru. Elewa kwamba tumefika hapa ili kufuatilia pia kesi kuhusiana na Brian Odhiambo ambaye anakisiwa kwamba aliweza kukamatwa mnamo tarehe 18 na wale ambao ni maafisa wa KWS. Na hivyo basi taarifa zikaweza kufika kwamba kuna mtoa habari ambaye alikuwa na habari muhimu sana kuhusiana na aliko Brian Odhiambo, na akasema kwamba alikuwa ameuona mwili wa Brian Odhiambo ndani ya mbuga hili la wanyama la Lake Nakuru. Nileke kwamba tumefika hapa ili kufuatilia swala hilo, na pia wale ambao ni kitengo cha upelelezi wa jinai pamoja na familia na wale ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu wameweza kuingia ndani ili kuweza kuangalia tu ndani ya mbuga kuweza kuona iwapo watakuwa wakipata mwili wa Brian ama iwapo labda atakuwa akipatikana hii leo. Lakini wale ambao ni wanahabari wameweza tu kuzuiliwa kuingia ndani, na ndiposa tunawajia mubashara kutoka kwenye lango rasmi la mbuga la wanyama la Ziwa Nakuru ili kuwajuza kile ambacho kinajiri. Naelekea kwamba Brian Odhiambo aliweza kutoweka tarehe 18 Januari mwaka 2025, na nakisiwa kwamba aliweza kukamatwa na maafisa wa KWS alipokuwa akivua kwenye Ziwa Nakuru, na hivyo basi tangia wakati ule Brian Odhiambo hajaweza kupatikana. Hivyo basi kesi yake imekuwa ikiendelea kwenye mahakama ya Nakuru ikiongozwa na yule ambaye ni wakili Abuya Mogendi, ambaye kuelekea kwamba wakati ambapo DCI pamoja na familia waliweza kuzuiliwa kuingia kwenye mbuga hii wiki moja iliyopita, aliweza kuandikia DPP na kusema kwamba ama alihitaji majibu ya kwa nini kitengo maalum ama ni kitengo cha upelelezi wa jinai kiliweza tu kuzuiliwa kuingia kwenye mbuga kuhakikisha kwamba labda wanaweza kumtafuta Brian. Na hivyo basi hii leo DCI pamoja na familia ya Brian pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wameweza kuingia, na hivyo basi tunatarajia kwamba tutakuwa tukipata ripoti kamili kuhusiana na iwapo watampata ama wataupata mwili wa Brian ama vipi. Hivyo basi tuko kwenye lango la Lake Nakuru ama Ziwa Nakuru ili tukisubiri tuone ni nini ambacho kitakuwa kikijiri. Leo kama tumefika hapa kama saa moja ama nusu saa hapa, tukaweza kuarifiwa kwamba wanahabari hawatakuwa wakiingia ndani, lakini wameweza tu kuruhusu wawili ambao watakuwa wakileta habari kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kikijiri ndani ya mbuga la wanyama la Lake Nakuru. Na zaidi ya yote familia pia ina matumaini ya kwamba labda hii leo watakuwa wakiupata mwili ama watakuwa wakimpata Brian Odhiambo. Naelekea kwamba ni kesi ambayo bado inazidi kuendelea na iko mbele ya hakimu, mbele ya mahakama ya Nakuru. Na hivyo basi tutarajie tu ama tuna matarajio kabambe labda Brian Odhiambo atakuwa akipatikana, lakini tusubiri tuone kipi ambacho kitakuwa kijiri kutoka mbuga la wanyama la Ziwa Nakuru hapa katika kaunti ya Nakuru. Kwa sasa ninafuatilia swala hili, na labda iwapo tutapata taarifa zaidi kuhusiana na iwapo watakuwa wamempata ama hawatakuwa wamempata, nitawajia moja kwa moja kuwajuza kile ambacho kikatakuwa kikiendelea kutoka kwenye lango la mbuga ya wanyama ya Ziwa Nakuru hapa katika kaunti ya Nakuru. Hivyo basi Josh, endeleza taarifa wakati ambapo nalivalia njuga swala hili, na labda nitawajuza tu kile ambacho tutakuwa tumepata mida ya saa 10 kuhusiana na swala la Brian Odhiambo. Chukua usukani Josh, mimi ni Chichi Josephine. Na shukran sana Chichi Josephine. Mtazamaji, ni mwandishi wetu amezama, atakuwa anaibuka na taarifa zaidi na tutakujuza katika taarifa zetu zijazo. Mbunge